Haya ni maswali muhimu kuhusu ripoti ya Oktoba 29 ambayo yanahitaji majibu mengi zaidi. Ripoti hii imeandikwa na BBC ikihitaji ama ikiuliza maswali mengi kwelikweli. Sasa ripoti ya tume iliundwa kuchunguza matukio ya vurugu yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025 wakati na baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania imewasilishwa rasmi ikiwekwa hadharani maelezo kuhusu vifo, majeruhi na muktadha wa matukio hayo. Zaidi ya watu 500 waliopoteza maisha na maelfu kujeruhiwa katika ghasia hizo ambazo pia zimesababisha uharibifu wa mali yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 125 za Tanzania, takriban dola milioni 50. Hata hivyo, kama ilivyo kwa ripoti nyingi za kitaifa zenye uzito mkubwa, uwasilisho wake umefungua mjadala mpya hasa kuhusu uwazi, uwajibikaji na hatua ambazo zinafuata. Mwenyekiti wa tume alikuwa ni Jaji Othman Chande. Alieleza kuwa uchunguzi uliofanywa ulilenga kukusanya ushahidi, kusikiliza pande mbalimbali na kutoa mapendekezo. Kwa upande wake, Rais Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa hii ni ripoti ya rais, akiahidi kuwa serikali itachukua hatua zaidi kufuatia mapendeleo na mapendekezo ambayo yametolewa. Katika mazingira hayo, maswali kadhaa muhimu yanaendelea kujitokeza miongoni mwa wananchi na wadau, yakilenga si tu kuelewa kilichotokea Oktoba 29 bali pia kuhakikisha haki, uwajibikaji na kuzuia matukio kama hayo siku zijazo. Hasa haya ndio maswali ambayo yapo. Swali la kwanza BBC wameuliza ni wahusika wakuu na waratibu wa ghasia ni nani? Moja ya maswali makubwa ni kuhusu utambulisho wa wahusika waliopanga, kuratibu na kufadhili ghasia. Akizungumza swala hilo, Jaji Chande alisema matukio yalipangwa, yaliratibiwa na yalifadhiliwa na yalitekelezwa na watu waliopata mafunzo. Kauli hiyo inaibua swali la msingi: ni kina nani hasa waliofanya hivyo na kwa nini hawajatajwa wazi majina? Lakini ripoti pia inaeleza kuwa baadhi ya washirika walipewa mafunzo na kulipwa kati ya shilingi 10,000 hadi 50,000 za Kitanzania, kama kati ya dola 3.5 hadi dola 20 kushiriki vurugu, lakini haijawekwa wazi nani waliandaa mafunzo hayo wala namna walipofanyia kazi. Swali la pili ni je, waathirika wote walipata fidia? Kwa mujibu wa ripoti, zaidi ya watu 500 wamepoteza maisha na wapo waliopata majeraha ya kudumu. Katika ripoti ya tume imependekeza majeruhi kupatiwa matibabu na msaada kama viungo bandia, jambo lililopelekewa vyema ambayo limepokewa vyema. Hata hivyo, kuna sintofahamu kuhusu fidia kwa waliopoteza maisha, mali zao ikiwemo nyumba, biashara na mali nyingine binafsi. Kwa mujibu wa ripoti, mali zenye thamani ya shilingi bilioni 125 ziliharibiwa katika ghasia hizo. Kati ya hizo, shilingi bilioni 89 ni mali za sekta binafsi zikiwemo vituo vya mafuta, mali za CCM na taasisi za kifedha. Hadi sasa hakuna maelezo ya kina kuhusu nani atalipwa fidia, vigezo vitavyotumika na taasisi itayosimamia mchakato huo. Pia kuna familia za waliopoteza wapendo wao au ambao bado hawajapatikana, jambo linaloongeza uzito wa swali haki. Katika hatua ya sasa kwenye hili, Rais Samia alisema serikali itaendelea kufanya uchunguzi wa kina na wa kitaalamu ili tujue mambo haya kwa usahihi. Lakini swali la tatu ni uwajibikaji uko wapi? Swali la nani atawajibika kwa vifo vilivyotokea vikiwemo vya kupigwa na risasi, majeruhi na uharibifu linaendelea kuwa zito. Wiki chache baada ya ghasia hizo, BBC ilithibitisha video za baadhi ya watu wakishambuliwa kwa risasi katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, ripoti imeeleza kuwa tume haina mamlaka ya kuchukua hatua za kijinai. Jukumu hilo liko kwa vyombo vya dola kama polisi. Mwenyekiti wa tume Jaji Chande alisema yapo maeneo yenye viashiria vya jinai, tunapendekeza kuundwa kwa tume ya uchunguzi wa kijinai. Kwa mujibu wake, tume hii ndiyo itaweza kuchunguza matukio mahususi ya kijinai ili kupata majibu. Hii ina maana kuwa uwajibikaji bado sio wa hivi karibuni, ni wa huko mbeleni na ambao utategemea uchunguzi zaidi. Muda gani haijajulikana, ingawa rais anasema serikali itachukua hatua. Swali la 4 ni je, matukio haya yangeweza kuzuiliwa? Ripoti inaonyesha kuwa kulikuwa na dalili za vurugu miezi kadhaa kabla ya Oktoba 29, 2025. Ilifahamika na mamlaka na hata kauli zilianza kutolewa viongozi mbalimbali kutishia kuhusu watakaoandamana au waliotisha maandamano, ambayo sasa tume
imesema hayakuwa maandamano bali ghasia. Mchambuzi wa siasa Nicodemus Minde amesema kilichotokea ni matokeo ya mkusanyiko wa changamoto za muda mrefu. Anasisitiza umuhimu wa majadiliano ya kitaifa, akigusia hoja kama katiba mpya, masuala ya kidemokrasia, mifumo ya uchunguzi na utengamano wa kijamii. Ripoti imeeleza kuwa baadhi ya wanasiasa, wanaharakati walitumia changamoto za wananchi kuchochea kushiriki vurugu kwa kutumia kauli mbalimbali. Lakini swali la tano ni masuala ya mtandao na ushahidi wa kidigitali. Kulikuwa na ukosefu wa huduma ya mtandao, yaani internet, kwa takriban siku 5 baada ya vurugu kuanza, lakini suala hili halijagusiwa wazi katika uwasilishaji wa ripoti. Hii inaibua maswali mapya, hasa ikizingatiwa kuwa tume ilitumiwa uchambuzi wa picha na video za mitandaoni. Haijaeleza wataalamu walitumika ni kina nani na kutoka wapi. Zaidi ya hayo, baadhi ya washiriki walidai kupewa simu maalumu kurekodi na kusambaza maudhui kuchochea hasira. Swali linabaki ni je, walifanya hivyo lini wakati mtandao ulikuwa haupatikani? Kwa ujumla, ripoti ya Oktoba 29 imeweka misingi muhimu wa kuelewa matukio hayo, lakini pia imeibua maswali mapya kadhaa. Mchambuzi wa kimataifa Salim Amini anasema kilichotolewa ni muktasari tu, ripoti kamili inaweza kuwa na majibu zaidi. Kwa mujibu wa Jaji Chande, tume imeendelea kutoa ufafanuzi zaidi kupitia majadiliano na wadau. Hata hivyo, kwa wananchi wengi, hatua zinazofuata, hasa utekelezaji wa mapendekezo, ndio zitakazoamua kama ripoti hii italeta suluhisho au itaacha maswali mengi zaidi. Na hayo ndio maswali ambayo yameulizwa na BBC ya nini katika ripoti hii ambayo imewasilishwa na Jaji Chande.